Salma. Ni muda gani unajua? Na kuuliza wewe. Umeanza? Salma, umeanza mwanangu? Hivi sasa ni muda wa likizo. Unaacha kukaa nyumbani usome, unazurura tu eti kwa sababu mamako hayupo eh? Naongea na wewe. Kule wapi? Rafiki yako saa 3 hii. Saa 3 ya usiku narudi nyumbani, mtoto wa kike. Unanichukulia mie poa kwa sababu mamako hayupo. Muda wa likizo baada ya kukaa nyumbani usome, unazurura tu mtaani usiku kwa rafiki yangu. We mtoto na kuonya. Na kuonya Salma, na kuonya mwanangu. Chezea maisha yako, utakumbuka haya maisha. Utakumbuka maisha haya Salma. Kwa rafiki yako huko unafanya nini usiku? Unacheza na maisha Salma. Muda huu utaukumbuka, ni muda muhimu sana kwako wewe. Likizo ya mwezi mzima huu baada ya kukaa kitako usome eti unazurula. Salma mwanangu, na kuonya. Chonde mama. Utakuja kuyakumbuka haya maisha ninayokuambia leo hii. Wewe ndio unakuwa mwepesi wa kuzurula paka usiku huu kwa rafiki yako, lakini huyo rafiki yako mbona sijai kumuona anakuja usiku nyumbani kwako hapa? Umekuwa eh? Unachezea maisha eh? Sasa nakuonya kwa mara ya mwisho. Nakuonya kwa mara ya mwisho. Ukirudia tena tabia kama hii, utajua kama mimi ni baba yako ama ni nani. Unanielewa? So unaniitikia unanielewa? Sasa urudie tabia kama hii, utanitambua. Sawa? Nenda kalale huko. Pumbavu. Unataka ujinga? Sisi tunatupa pesa zetu kwa ajili yako. Wewe unataka ushenzi hapa. Nakwambia hivi, kama hii mipango unaipanga, utanitambua mimi ni nani. Pumbavu. Sasa basi mimi. Unachukua mzigo gani? Hapa naenda kununua ubani. Kama ninapenda kununua ubani ili nikamfukizie. Maana viungo vyote vimekaza. Kama ni hivyo, naomba tuongozane, nipite nimwangalie dadangu kwa sababu nilikuwa sijui kama ana hilo tatizo kwa sababu kuna wakati mwingine hata wewe upatikane. Ungekuwa unapatikana, mimi haya mambo ningekuwa nimepata taarifa mapema na tungekuwa tunashirikiana. Wewe unajua mimi nipo kule shambani. Sasa ninapolima kule mtandao unasumbua. Sasa kama sio swala kutoka kusumbua mtandao, kwani mbona line service ziko nyingi? Unafanya utafiti uangalie kwamba kwa maeneo hayo ninayofanya shughuli za kilimo ni mtandao gani ambao unapatikana kiurahisi ili tuweze kushirikiana kwa sababu hili jambo sio la kwako peke yako. Sawa, mimi nimekuelewa shemeji. Basi twende tuwai. Haina shida. Pengine nataka hakikisha kabisa kwamba ila bishemeji mimi nimepatikana sana. Mimi najua na ndio maana hata mimi naumia kitu kidogo cha wewe kutokupatikana. Mimi lazima niumie kwa sababu sio jambo la kwa wetu peke yako kukuozesha ili uteseke. Mtezo unapata mambo. Shoga yangu. Hayo mambo umejitakia mwenyewe. Sasa nimeanza mwenyewe kivipi? Yaani unashindwa kumdhibiti mume wako. Huyo mumeo anakushinda kumdhibiti. Huyu mumeo huyu naye mjua mimi anakushinda wewe. Kwa wewe mtoto wa mjini. Wewe wahi tu bwana. Mimi jogo nitaenda mchana. Ila asubuhi na hivi sijalala huko. Wangu muoga sana kichana bwana. Hamna, mimi si ndo namjua mwenyewe si yule umeona shughuli yake. Mida mkie pale sasa nataka mida. Wewe wahi tu bwana. Ila kwa sio kesi. Sasa msingi wewe utakapokuwa tayari sawa. Utaniletea funguo au utaweka kwenye kanyagio pale chini bwana. Mume anadhibitiwa kwa njia nyingi, sijui unamaanisha nini? Njia gani labda? Tulia, nikwambie. Mume anadhibitiwa, inabidi muende sehemu. Muende sehemu? Kwa mtaalamu.
Mimi nakuamini na je huyo mtu tukimwendea maana sije tukapoteza muda pia tukienda tafanikisha. Wewe si unajua toka muda? Vizuri na si unajua mambo yangu hapa mjini. Sana tu. Unanionaje? Una mbambamba. Sina mbambamba. Sasa wewe niangalia mimi nitakupeleka. Si unajua vizuri? Haya haina shida mimi nimekuelewa. Kwa hiyo ndo utakuja au? Sasa leo hii hapa shoga yangu nakuomba niache maana hapa nina haraka kwenda kazini. Kesho asubuhi mguu hapa wa kwako mimi na wewe tunaenda huko kama tutoenda wote nitakuelekeza. Huyo mganga wangu anafanya vizuri. Ana mbambamba hata kidogo. Ana uhakika? Ana uhakika 100%. Mimi unavyoniona nawaka mjini hapa kwa ajili yake yeye. Wewe fungua na kaja hapo chini rafiki yangu. Vitu vile sije vikapigiwa vitu. Kweli. Mimi ndakupitishia huko. Kweli mwanangu. Nitakupitishia hapa boss jali. Haina noma. Sema bwana hata ukutana naye achana naye bwana. Hamna mimi ndamwambia tu wewe. Mwamba yuko maeneo. Nakwambia utakuta wote utashuka. Wewe sana sema ndio hivyo basi. Haina shida bwana. Fresh. Ndugu yangu Jonas, katika hili sihitaji ushauri wowote ule. Yaani nitakapokutana naye popote pale na msaula. Na kama nitamkuta na kitu chochote kile, hicho halali yangu. Simwachi. Kaka. Lakini juu ya hili nilikuwa nishakushauri. Sema wewe hautaki kuambilika. Kwa hiyo unataka kuniambia mwanzo mwisho ni mwendo wa kuangalia movie tu mpaka kuna kucha. Movie? Sasa bora hata ingekuwa movie rafiki yangu. Umeme wenyewe umekata kutwa mzima hakuna umeme mle ndani. Sio joto. Yaani shida tupu. Nimekaa pale mwanangu sijui mpaka mishale ile kila nikiangalia muda umeondoka. Atakuja hapa. Mimi nilipofika tu mishale sijui kuanzia saa 4 nikajua tu kwa mwanafunzi hapa kuja huo uongo hawezi kuja muda huo. Sawa. Sema hapo mimi kitu cha kukusaidia. Nitajaribu tu kumtafuta yeye, tukae wewe, mimi pamoja na yeye tuzungumze ili mnaje haya mambo yakae sawa. Tunazungumzia kitu gani hapo? Yule mimi tunakwambia tu uhalisia. Kwa mazingira ambayo kwanza unajua kuna kitu kimoja. Mimi nimejaribu kumfuatilia. Kama ningemkuta kwamba hana mwanaume yoyote, mimi namtia bisu huyo mwanaume. Lazima niende jela. Si unaelewa? Lakini bahati mbaya nimeshajaribu kumfuatilia yule dogo sije kukuta na mwanaume tu. Kama ikija kutokea kuna mwanaume ndo ananipigia, ananichezea mimi game, kuna mshikaji yoyote ananichezea mimi game. Kwa jinsi ninavyoangalia yule dogo, mimi naenda jela. Akia Mungu nakwambia. Sihitaji ushauri wa aina yoyote ile. Saladu. Hebu acha mambo ya ajabu basi. Alafu kumbuka yule ni mwanamke, hautakiwi kutumia nguvu. Hebu jaribu kutumia akili basi. Mbona unakuwa hivyo? Akili gani unaizungumzia wewe? Hela yangu amechukua, sawa? Tena alipochukua hela akaongea maneno matamu kishenzi yani. I love you nini na nini? Wewe dogo, alafu mtoto mdogo anajifundisha kama vitu kama hivi. Amechukua hela yangu, loje nimelipia hela. Afu wewe leo niambie kila hizi tu nitumia akili. Akili inahusika vipi hapo? Kama akili nishaitumia, nimetafuta hela yangu kwa jasho langu, nimempa. Tena yani ogopa mtu anakuambia nina shida na kiasi kadhaa, wewe unamwambia basi nakuongezea. Yaani hiyo kuweka msisitizo kwamba nina shida naye, namtaka yani maana yake. Ndugu yangu mimi siwezi mimi nikikutana naye yule na mwanaume wowote kama ndo nakuja kukutana naye hivi. Ombea Mungu nisikutane na mwanaume wowote. Ibaki hivi kwamba ananisumbua. Ibaki hivi. Unikutanisha naye, nimtafute mwenyewe, nikikutana naye tutajua hapo hapo. Ndio litajulikana ni mchana, usiku au ni jioni. Tutajua hapo hapo. Wewe hata ungekuwa wewe Jonas, wewe usinichukulie mimi kwa sababu nimekuwa mimi. Mambo yanaweza kaja akafanya kitu. Chuma kisu. Huyu anaua. So mtu wako umecheza. Katika siku umecheza leo. Na kila kitu ambacho unataka na mimi nitakuwa. Si unaelewa? Kwa hiyo vipi 5,000 kurudishia? 5,000 nirudishie. Sasa sema unashinda 15. Yeye 5,000 unashinda naye. Wewe naye. Sawa, naanzaje kupinga sasa hiyo kwa umesema? Lakini jitahidi Saladu asijue. Anaanzaje kujua sasa? Hilo niachie mimi, wewe ondoa shaka. Mwenyewe unaelewa. Nakwambia.
Oya. Leo mwanangu tumeingia mtaani hapa moja kwa moja nikuja kuzungumza na vijana wenzetu ambao walituita kwa sababu wana jambo, lakini mimi sitaki nikuchukulie muda sana. Nikupeke moja kwa moja kwa wahusika ili waweze kujitambulisha na wewe uweze kuwafahamu, alafu wao watatueleza moja kwa moja wanafanya kitu gani katika maeneo haya ambayo leo wametuita. Bwana, mambo vipi? Safi bwana. Unyama? Kama kaa. Bwana, wewe unatambulika kwa jina gani? Mimi natambulika kama Isa Kibonge. Isa Kibonge. Yeah. Big up sana. Saluti. Bwana, mambo vipi? Fresh vipi bro? Unyama? Kama kawaida, bisha vipi? Kama kawaida. No. Sasa ndugu mtazamaji, nafikiri umeweza kutambua majina yao, lakini moja kwa moja nataka tukupeleke kwenye ile mada ambayo wao wametufanya sisi watuite hapa ili wapate nafasi ya kuzungumza na wewe mtazamaji. Bwana Isa Kibonge. Wewe bwana unajishughulisha na nini? Oya, sisi ndio wale mafundi ambao tunapatikana Chingwea kwa sasa hivi. Viwango vyetu vile vile. Tunajenga nyumba, tunajenga visima aina zote. Ndio hivyo na nyinyi ndio support yetu. Yaani mimi naamini kwamba kitu chochote ambacho kinahusiana na ufundi tunaweza kufanya. Tunapiga tiles, ndio. Tuna skim nyumba, pia tunapiga bodi ndani. Yaani kifupi mpaka rangi tunapiga. Na vipi kuhusu lile eneo la juu kule katika kuvesha muonekano wa nyumba? Pauaji. Kuhusu swala la pauaji, sisi ni timu kubwa. Ndio. Ni timu kubwa ambayo inamiliki hadi wapauaji wote ambao wanahusika kwamba kwenye nyumba. Sisi ndio timu ambayo inapatikana hapa na Chingwea. Naomba utaje namba yako ya simu kwa utulivu kabisa ili mtazamaji pale aweze kunakili, usije ukakimbiza kama Cherahani. 07 83 83 50 13. Hiyo namba ya biashara. Muda wote tunawasiliana. Asanteni. Mimi namba yangu ya simu ni 06 11 27 47 11. Ndugu mtazamaji, kama ulivyosikia kutoka kwa mafundi, mimi naomba kama wana Chingwea, wana Lindi, wana Kusini tuendelee kusapotiana kwa sababu wote sisi tunahangaikia riziki mkono uende kinywani. Hiki kipindi au hili tangazo limeongozwa na mimi presenter mwenye njaa ukipenda nite Kizito. Tukutane TikTok kule. Tutaenda kumwaga maji mengi sana kwenye episode ya 6. Karibu. Shemu, huyu jamaa kweli leo hapa ofisini hajaonekana kabisa. Yaani hajafika kifupi. Sasa najiuliza kama hajalala nyumbani itakuwa amelala wapi? Shemeji, sina shida naye yeye. Nina shida na vitu viwili tu. Kwanza, mwanangu arudi nyumbani. Pia nahitaji pesa ya matumizi. Kwa ninavyomwona Kishada, anataka kufundishana mbaya. Na nitamuonyesha. Sawa Shemu. Shemu haina shida. Huyu jamaa kama atafanikiwa kurudi hapa, mimi nitakaa chini nitaongea naye, lakini kwa sasa nikombe tu Shemu uchukue la matumizi. Mungu upokee. Mimi akija jamaa tutaongea naye. Pokea Shemu. Sawa, na sitaishia hapa. Lazima nimuonyeshe. Nikuachie nini? Nikuachie nini? Wewe nisikilize. Wewe usinichukulie hivyo mimi. Sijui unaelewa. Nimekuvuta hapa pembeni. Usinichukulie kama sikuogopi wewe, simogopi mtu wowote. Asauda. Wewe Sikiliza, nisikilize kwa makini. Sawa? Usinichukulie mimi kama boya au mpumbavu. Mimi najielewa na natambua ninachokifanya. Hebu tulia. Wewe. Yaani ni bora hivi ninavyofanya kuliko nigaili kufanya hiki afu nikafanya jambo lote ambalo nilifikiria kulifanya. Usinipeleke mputa, nisikilize kwa umakini. Sijui unanielewa sijui. Wewe unaniumiza. Sasa ukitaka nisikuumize, fuata ninachokisema ndio utaelewa kwamba nataka nikuumize au sitaki kukuumiza. Usini. Sasa ni jambo. Hebu toa. Toa. Wewe tamasiala.
Wewe unaelewa mazingira maisha ya pesa jinsi yalivyo. Hata hii kofia yenyewe yote siachi. Sasa sikiliza. Hili zoezi ni endelevu. Si unaelewa? Yaani hapa nimepanga mwezi mzima nitakachokuta nacho chochote kina kusaula. Leo siku ya kwanza bado siku 29. Cha msingi ujitahidi tuonane. Tusipoonana hata mwaka linafika. Na siku 30 za kukusaula kila nitakachokukuta nacho. Kumbavu wewe. Wewe wote kunichukulia mimi boya. Wewe mpuuzi ni mimi natoa gharama zangu afu unanizungusha tu kila siku hivi na hivi na hivi na kusamea afu bado nielewe. Na hiyo hadi mizimu ya kwetu wanajua. Mimi nikisema nishasema nimemaliza. Mpuuzi mkubwa wewe. Nikisema nimemaliza, unikodolea mimacho, nitakuharibu. Sura ule. Wewe. Babu. Kwanza nimekumbuka, sikia. Toa viatu. Sasa mimi nitembea vipi? Hivi viatu nilinunua na hela sio na hela? Hiyo hela ulionunua viatu ndio hela zangu mimi ninazozitaka. Toa viatu hivi. Toa viatu. Hebu niache usinishike. Sasa hapa tembea huko kote, jione wewe kwamba nini. Na kila nitakapokukuta chochote na kusaula. Hivi hapa na kuacha basi. Hata hiki kijora ningekuwa na kazi nacho kipimbi. Usiniletee mambo kama hayo mimi. Wewe unajiona mzuri sana. Nitakufanyia kitu kibaya Mungu mwenyewe apendi. Sura mweusi. Kama nilivyokuambia pendani. Mimi hapa nimekuja nataka mwanangu. Maana yeye nikimwambia hanielewi. Eti mama. Wakati mnakabidhiana huyo mtoto hakuna makubaliano yote ambayo mliyapitia hivi au huyo Kishada alichukua tu uamuzi wa mfumo dume. Ukisema kwamba baba amchukue mtoto ampeleke kwa dada yake. Mlikubaliana juu ya jambo hili mlikubaliana? Tulikubaliana ndiye aende akakae kwa shangazi yake. Lakini mimi nimpata taarifa mwanangu mimi ananyanyasika. Na taarifa hizo za kunyanyasika wewe umepewa na nani? Nimepata kwa majirani wa dada yake huko aliko mwanangu. Kishada. Naam. Kuna ukweli wote juu ya jambo hilo la kunyanyasika kwa mtoto? Mheshimiwa wewe muongo. Afu anabidi azungumze tu kweli, shida ni nini? Huyu hoja ya kumdai mtoto ni baada tu mimi na yeye kuachana. Sababu mimi na yeye tumetengana. Sasa hivi tunakaa tu kwa mujibu wa dini kutasubiri dada yake aisha aende kwao. Lakini swala kusema mtoto ananyanyasika, mimi mwenyewe pia ni mwanangu. Alafu na yule mtu aliyemwendea ana mtoto, yaani mtoto hana hata huyu mmoja. Maana mwenetu sisi yeye ndo amemfanya kama mwanae na ndio mtu ambaye alimpa jina. Na sisi tumezaliwa wawili tu, mimi na wewe dada yangu. Anaanzaje kumnyanyasa mtu kwanza ambaye yeye amemfanya kama ndio mlisi wake? Huyu anajua kurudi kwa mtoto, labda kuna kitachobadilika. Yaani kweli mimi naona ndio upo hivyo. Lakini mimi ninachotaka nimemshia kuna kitachobadilika chochote. Kipo vile vile tu. Kwa sababu huyu kama ingekuwa anataka mtoto hawezi kuniamsha mimi sana usiku aseme na ndai mwanangu. Kwa hiyo amepurukuta huko amelivyo huko ameona hii sasa hivi kamba ya mtoto ndio ya kujishikia yeye ili asizame. Mtendaji, usiku ndio mwamsha saa 8 usiku kwa sababu kwanza ndio muda anarudi nyumbani. Yeye akitoka ametoka.
Urudi yeye saa 8 usiku, saa 9 usiku kawaida kwake. Yaani nikitaka nimamshe muda gani? Alipokuja ndio nilivyokukumbusha. Mimi simepigiwa asubuhi. Saa 8 usiku na asubuhi na unatoka saa ngapi? Sasa sikiliza. Sijali sijui anasoma shule wapi. Sikiliza kwanza nikwambie. Mimi hapa nipo upande wako. Mimi nataka nikusaidie. Na nakuhakikishia kwamba huyo mtoto hatarudi. Umeelewana? Ila sasa kutokana na kipindi hicho ambacho tupo nacho cha kimasomo, yaani kwamba anamaanisha kwamba wakati huu bado wanafunzi hawajafunga shule. Tusubirie au uwe na subira ifike mwezi wa 12 huyo mtoto ili harudishwe hapa. Ila sio kumhamisha mtoto kipindi cha masomo mtakuwa mnamchanganya. Kwa hiyo mimi nakuhakikishia kwamba mtoto atarudi, ila vumilia kidogo mpaka mwezi wa 12. Mimi swala hili hapa nitalisimamia. Nikae muda wote na mtendaji mpaka mwezi wa 12. Mwanangu bado anaendelea kunyanyasika. Wewe ungekubali? Ungeweza? Mheshimiwa, kuna kitu inabidi tukiangalia kwa jicho la tatu. Yule mtoto mazingira anayosoma ni mazingira mazuri kidogo, tofauti na hali ya uchumi niliyokuwa nayo mimi. Anasoma shule ya kulipia, maana yake shangazi yake anajiweza, ni mwalimu. Sasa leo hii mtoto atoke kwenye international school arudi tena kwenye shule za kawaida. Alafu na kingine, kwa jinsi ninavyomfahamu huyu, mimi nimekaa naye kama mke wangu ni muda mrefu. Hii naona kinachokuja kutengenezwa sasa hivi hapa ni kibaya zaidi. Tutaanza kusumbuana, mimi na wengine tutafikishana kwenye ustawi wa jamii. Sasa leo tumtoe mtoto kule anakosoma na anasoma vizuri, huyu hapa anasema ananyanyasika. Na jamii nashangaa mtoto wenyewe ananyanyasika kivipi? Wakati mtoto mama kazi, shangazi yake kazini, mtoto anaenda shuleni asubuhi, anafuta na shangazi yake anapotoka kazini, anarudi nyumbani. Maana anasoma katika mazingira mazuri tu. Leo tuje kunimleta hapo sema kade tutakuja kufishana tena hapa, mimi sijatoa la kula. Mimi uwezo wa kumhudumia huyo mtoto kwa atakavyotakana na ninavyomjua sitakuwa na uwezo huo. Mimi naomba hili liangaliwe kwa wakati mwingine. Sawa, mtoto tunamrudisha kwa mataka ya kaka yeye, na yeye anaweza akashinda hiki kitu, lakini sisi bado kwa maendeleo ya familia yetu na maendeleo ya mtoto, mimi naona tunamrudisha nyuma mtu ambaye alishapiga hatua. Kwa hiyo hili swala mimi naomba chonde ulifikirie na muliangalie vizuri. Tutakuja kufikishana ustawi wa jamii hapa. Si kwa maana nitamkomoa, hapana. Ila ninachomaanisha ndio ninachokiona. Leo yuko peke yake hapa tunasumbuana. Hela kula 10,000 haitoshi. Niangalie mimi kazi yangu ya kuosha pikipiki. Ninaweza kumpa mimi kila siku 15,000. Leo akija mtoto maana bajeti zinaongezeka. Tuliangalia hili kiundani zaidi. Yaro, umesikia maelezo ya Kishada? Mtendaji, hata kama hivyo alivyoongea, nimemsikia alivyoongea. Hata kama anasoma shule sijui ya international, sijui shule ya kitajiri, shule ya pesa sijui. Yeye mwenyewe amesoma shule gani? Wewe sasa mwenyewe amesoma shule za kapuku hizo. Mimi mwenyewe nimesoma shule za kapuku hizo. Afu leo hata mnaniambia sijui mimi mwanangu nikubali anyanyasika, alelewe na dada wa kazi. Mimi mwenyewe wakati nipo hapo nimekaa sina kazi yoyote na sina mtoto ninole. Wewe ndio uchungu wote yule pale. Mimi ndio nilipigiwa simu na ndio najua. Mimi nimesema nataka mwanangu. Sina muone. Yaani ndio maisha leo ishi na mimi. Njoni. Sawa. Karibu. Asante. Mzee nakusikiliza. Asante sana kiongozi. Mimi nimekuja hapa. Kuna jambo moja lilifanyika. Amfanywa kijana wangu. Mimi na binti yangu. Binti yangu nimemwozesha huyu kijana. Akaja kwangu akaniambiaje, baba, mimi mwanao simuoni. Muone siku ya ngapi? Karibu siku ya 4. Siku ya 4. Wewe mwenyewe wasiwasi wako unakisia yuko wapi? Mimi na wasiwasi na kijana mmoja ambaye inaonekana amemficha. Niambia sawa. Sasa mimi nakushauri kitu kimoja. Naomba twende moja kwa moja kwenye serikali ya mtaa tukatoe taarifa hii. Alafu ikibidi na yeye kijana aitwe aelezee. Kwa hiyo katika kuja kwangu ni kwamba binti yangu Simoni ambaye ni mke wa huyu kijana nimwozeshe. Kwa hiyo nimekuja hapa
kuja kutoa taarifa, na huyu inavyosemekana na huyu kijana ndiye aliyofanya jambo hilo la kumtorosha huyo binti yangu. Kishada. Naam. Nadhani mwasikia wewe wanaongea. Hili jambo ni la kweli? Hapo mimi naona kuna mada mbili sasa. Sijajua ninaitikia ukweli kwenye kipengele kipi. Kwamba walichozungumza ni sahihi, usahihi kwa maana mimi ni kweli nimemficha huyo binti yake anavyozungumza au walikuja nyumbani. Yaani hapo ndio ninaposhindwa mimi kuitikia moja kwa moja. Yaani inamaanisha kwamba kwa kutokana na maelezo yao walizungumzia kukuhusu wewe. Nadhani maongezi yanakuhusu wewe. Ndio. Sasa je, haya mazungumzo walizungumza kwa sasa hivi ni kweli? Ukweli uliokuwa walichozungumza mdomoni mwao, wao walikuja kwangu mimi kwa kunishutumu kwamba nimemficha Aziza. Na Aziza ni nani ambaye ni mke wa huyu jamaa na mzee ni mwanae. Nikawauliza, nimemficha wapi? Wewe ndio unajua ulikomficha. Nikaba kama nimemficha mimi nakaa nyumbani, nyumba hiyo hapo. Twendeni. Mkakagua kama kweli yupo ndani. Anasema unawezekana umenitoa umempeleka sehemu nyingine, hiyo sasa haituhusu. Na usiwe humo ndani atuingie. Sasa kama muingie ndani, nyinyi mmekuja nyumbani kwangu mimi kufanya nini? Lengo lenu si mje kujua kama binti yenu yupo au hayupo. Mimi nawaambia ile sijui alipo na mimi sijamficha. Naanzaje kwanza kumficha mke wa mtu? Na mimi ninafahamu yule ni mke wa mtu, naanzaje kumficha hiyo kitu? Tulichokuja kutofautiana leo mzee anaanza kunitishia au mimi nitakuonyesha. Uweze kuja kweli tukakorofishana tukujibiana vizuri na ukweli ndio ulikopo hivyo. Hawezi kunilazimisha mimi na Monana kuingia ndani hawataki kwenda kumwangalia. Sasa mimi nitaka nifanye nini hapa? Afisa mtendaji mimi nimemsikiza, lakini pamoja na yale aliongea, mimi kicho nileta hapa, mimi ninamtaka mke wangu amrudishe, kwa sababu mimi nina uhakika hiki ninachokuzungumzia na mpaka nafikia hapa kuja kutoa taarifa, ina maana mimi nina uhakika mara ya mwisho mke wangu kuonekana au mara mwisho mimi kumuona mke wangu alikuwa na Kishada. Kuna sehemu mimi nimewakuta na nilikuwa katika mizunguko yangu, mimi napita nikiwa kazini nikawakuta wanazungumza. Kiukweli Mheshimiwa mtendaji, mimi kwa ghadhabu ambazo nilizokuwa nazo siku hiyo ambayo nimewakuta, kama ningemoto kuchukulia hiyo hali hapa, mimi ningekuja kama mtuhumiwa, au inawezekana hapa nisingekuja, ningeenda hata polisi, kwa sababu ni dharau alizonionyesha na ilikuwa ni karibu na pale kazini kwake. Sasa mimi nilifanya vile kusubiria mke wangu atoke kwa Kishada huko anapozungumza ujinga wao, akirudi nyumbani, kwa sababu ni mke wangu na uwezo nilikokaa naye tukazungumza ili tuwekane sawa, kwa sababu kile kitu sio kizuri. Lakini kitu kilichotokea tofauti, imekwenda mara mwisho kumuona. Sasa kama nimemuona na yeye mara ya mwisho na mpaka sasa hivi leo tunavyozungumza mke wangu mimi hajarudi, mke wangu yuko wapi? Ina maana Kishada ndo anajua. Na ukizungumzia swala ambayo yeye anazungumzia la hiyo siku ambayo tumekutana na mzee, amejibu jeuri kweli, kwa sababu ametoa lugha zingine ambazo karibu ni matusi kabisa kwa mzee wangu hapa. Sasa mimi Mheshimiwa mtendaji, mimi ninachotaka ni mke wangu. Haiwezekani mahali nilipe mimi alafu mke akae na yeye. Anirudishie mke wangu. Na kama sio hivyo basi tuende mbele. Kama hapa sasa ndio tunashindwa. Sasa Mheshimiwa, huyu unapomwona mimi ni dhaifu kipengele tunasema mimi niona mimi na mke wake, afa anasema eti ametuacha anamsubiri mke wake nyumbani. Wewe ni kweli mwanaume kweli? Hiyo vitu unavyoongea ni havipo kabisa, ni swala uongo. Kwa sababu anaweza kaongea jambo na akakufananisha. Niache na uzungumza mimi bwana. Wewe sikiliza, maana ukisema tuwasikilize wao. Sio sikiliza, Mheshimiwa mtendaji. Kama sikilizeni kwanza. Hapa sio kilabuni. Mwanzo tumeanza vizuri tu. Unaongea, anaongea. Ila huu mfumo ambao mnataka mulete sasa hivi, inaonekana kama hapa yani aliyekuwa mbele hapa sijui mvutaji bangi mwenzenu au sijui mtu wenu wa kijiweni huko. Mkumbuke kwamba hii ni ofisi ya serikali. Hapa nimewapa nafasi ya kuwasikiliza kiustaarabu. Ila huko mnakoelekea huko tutalaumiana. Msikie bwana Chata, tutalaumiana. Mzee na kuheshimu. Naomba uheshimu na hiyo ofisi. Umueleze kijana wako. Sasa sikilizeni. Hili swala lenu mimi nimelipokea. Na kama nimelipokea, hapa cha kufanya nitawaandikieni barua ya kwenda ngazi inayofuatia ili tufanye upelelezi wa huyu mtu yuko wapi. Na endapo tukishampata yeye ndo atatueleza yeye alikuwa wapi. Na kama alitekwa kweli, maana kutusema tu huu ni utekaji. Na kama kweli alitekwa,
aseme kwamba aleka mteka ni nani, kwa sababu si mtu mzima, sio mke wako. Ndio. Kwa hiyo bwana Kishada, hili jambo hapa limefika ofisini kwangu. Na kama kweli unahusika na hili jambo, ni bora ueleze mapema kabla mambo hayajawa makubwa. Na hata mimi upande wangu naona bora hivyo unavyotaka wewe. Kwa sababu ile ni binadamu. Inaweza katokea kwa amekufa, nitahusika mimi na mauaji. Kama leo hatujui huyo aliko, sijui yupo wapi. Sijui ni mzima, sijui poje. Wanakuja kulazimisha kwamba mimi ndio nipo naye. Kesho kuja kuonekana amefariki au huko amepatikana maiti au inaonekana amepatikana ipo ametekwa, kwa mimi najuaje? Uone kama sababu ndio mimi ninachoomba, kwa sababu polisi ndio watahusika na upelelezi na wao ndio naamini watajua kama huu ni ukweli au sio ukweli. Mimi naomba leo unasema hili liende polisi, sawa, mimi nipo tayari tu liende polisi. Maana huko tutakwenda mtaani kutafika hatua mimi nitapata matatizo makubwa. Sababu anazungumza hapa, anazungumza mbele za watu hapo kuonekana mimi sijui atanionyesha nini. Mimi niombe kiongozi. Unajua anajiamini sana. Sasa kama anajiamini, sisi ni watu ambao tunajuana. Sasa kama anataka yeye vita, basi tuko tayari. Bora tuende. Bora tuende. Sasa hapa kesho kutwa njoeni nyinyi hapo wawili. Mtakuta hapa barua maelezo ya kwenda huko kituoni. Hii kesi hapa tuhamishie kituo cha polisi. Wao ndio wataendelea na uchunguzi wa hii kesi yenu, kwa sababu inahitaji mambo ya upelelezi. Naweza tuelewana. Mimi nikuelewa na hiyo barua iandike leo hapa, sisi kutoka hapa tuone moja kituo cha polisi. Kizito, barua mtakuja kuifuata kesho kutwa Jumatatu. Jambo lenu hapo ndio mje kulifuatilia hapa. Mbali na hapo sina maamuzi na nyinyi. Baba, nikuombe. Samshasema kesho kutwa usiku wa dini ya uchelewe. Ila ninachosema, endapo kama siku hiyo tukija akaanza kuzusha mambo mengine, sisi tunaenda moja kwa moja. Wewe angalia sana moja kwa moja. Yaani huyu ana jambo na mtendaji. Ana jambo na mtendaji. Sasa itaeleweka. Iangalie maana. Sisi tunaondoka.